Kutoka sura ya 13 mstari wa 17 hata mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ya karibu. Maana Mungu alisema, wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Siku ya leo, mchana huu, Mungu anataka akutie moyo. Mungu anataka akutie nguvu. Anataka aseme na wewe, kwa sababu anakuona unachoka. Anakuona unataka ukate tamaa, na wengine wamekata tamaa tayari. Anataka aseme na wewe, kwa nini amekupitisha katika njia ndefu. Ndicho anataka aseme na wewe mchana wa leo. Umekuwa ukijiuliza, kwa nini sifikii matarajio niliyoyatarajia? Unajiuliza, kwa nini umedumu katika jaribu hilo kwa muda mrefu? Kwa nini hujafikia matarajio yako kwa upesi? Unajiuliza, kwa nini wewe ni mwenye haki alafu unateseka? Kwa nini teso lako halikomi? Maisha yako yamekuwa magumu. Kwa nini hutoboi? Mchana wa leo Mungu anasema na wewe, kwa nini imekuwa hivyo? Mistari miwili tuliyosoma katika kitabu cha Kutoka inatupatia picha, na kwa sehemu inatupatia ujumbe utakao tuelekeza kwa nini hayo yanatokea. Hata hivyo, nikukumbushe, kabla hujazaliwa aliwahi kuishi mtu aliitwa Ayubu, mwadilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu, aliyeshikamana na Mungu, na hapakuwa na mtu kama yeye. Lakini Ayubu aliteseka kwa miaka takribani 9. Wewe sio wa kwanza kupitia hayo unayopitia. Ayubu, mtu wa Mungu, mwenye haki, mwadilifu, kamilifu katika njia zake zote, kwa miaka 9 alipitia. Tuna mtu wa pili anaitwa Yusufu. Yusufu aliyezaliwa kwa makusudi. Yusufu aliyekusudiwa kuwa mtu muhimu atakayeleta uponyaji kwa taifa lake, taifa la Israeli. Akateseka, na mateso haya yalianza baada ya mambo aliyoonyeshwa na Mungu kuanza kutukia, kwa sababu aliota ndoto za mambo yatakayotokea hapo baadaye. Baba yake akampenda. Haleluya! Baba alipompenda kutokana na msimamo wake na mwelekeo wake, hata hivyo wazazi wake, baba na mama yake, wakamshitukia kutokana na maneno makuu aliyokuwa akiyasema. Ndugu zake wakamchukia, wakakusudia kumuua, wakamtumbukiza kwenye kisima cha jangwani. Baadaye, kwa msaada wa Mungu, kwa sababu makusudi ya Mungu ni kwamba usife kabla hujafikia ahadi alizokuahidia. Yusufu akapona kutoka kwenye kisima, akauzwa kwa wafanyabiashara. Baadaye mke wa Potifa akamtamani kama shetani anavyokutamani, akajaribu kumbembeleza kama anavyokubembeleza na wewe. Alipoona hawezi kumwingiza katika mikono yake, akamtengenezea zengwe. Yusufu akafungwa gerezani. Hatimaye Yusufu akatolewa gerezani kwa mkono wenye nguvu. Yusufu
nchi ya ugeni. Yusufu, mtu wa Mungu mwenye haki, akawa sababu ya taifa lake kutoka katika nchi iliyokuwa na njaa na likaingia taifa katika nchi iliyokuwa na neema. Sikia, Mungu anasema na wewe, kwa nini unapita katika njia ndefu? Kwa nini muda unapita mrefu ukiwa katika mateso? Sikia, hayo yanatokea kwa mwenye haki, yanatokea kwa mtu wa Mungu, si kwa bahati mbaya, bali yameongozwa na Mungu. Hayo yanayotokea kwako, ili mradi wewe ni mwenye haki. Maana tuna watu wawili wanaoishi, moja ni mwenye haki na mwingine ni mwenye dhambi. Wale wenye haki, yale wanayopitia yanaongozwa na Bwana. Yale unayopitia yanaongozwa na Bwana. Biblia inasema hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao, wana wa Israeli waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi, wakakata tamaa, wakarudi nyuma. Watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri, lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara, kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Mungu anajua mwisho wako. Mungu anajua hatima yako. Mungu anajua kule unakoenda. Mungu anajua mambo utakayopitia. Anajua baada ya siku moja, baada ya wiki moja, baada ya mwezi moja, baada ya mwaka moja, baada ya miaka kadhaa utakayoishi, mambo gani utakayopitia. Ameyapima. Ameona una uwezo wa kuyastahimili. Hata hivyo, tuna mambo manne ambayo tunayaona katika somo hili yaliyosababisha wana wa Israeli wazunguke jangwani kwa miaka 40. Jambo moja, linoti jambo hili, nasema kuwatweza au kuwajaribu ili kujua yaliyoko mioyoni mwao. Mungu anakutweza, Mungu anakujaribu ili ajue yale mambo yaliyojificha ndani ya moyo wako. Jambo la pili, kukunyenyekeza au kuwanyenyekeza wana wa Israeli. Jambo la tatu, kuwatiisha, kuwafanya wawe watii. Jambo la nne, kuwaaminisha, kuwafanya watu wenye imani. Mambo hayo manne yanakupatia wewe na mimi dondoo, yanatupatia uelewa kwa nini hayo mambo unayopitia unayapitia. Ninajua na wewe unajua kwamba kuna mambo unayapitia. Ni sawa? Ni sawa? Kuna mambo unapitia hata usiposema, lakini tunajua. Inawezekana hujui. Jana wa leo nataka nikujulishe, maana ulifikiri ni ya kawaida. Wakati mwingine ukafikiri shetani, wakati mwingine ukafikiri mazingira, wakati mwingine ukafikiri mambo mbalimbali. Nataka nikuambie hayo yanayotokea yanaongozwa na Mungu. Mungu atusaidie. Haleluya. Mambo hayo yanakupatia dondoo kwa nini Mungu anaifanya safari yako, au ya kiroho, au ya kimwili, au ya kimaisha, au ya kiuchumi, yanaenda pole pole na upati upenyo kwa haraka. Unajua
kwa jinsi gani umepambana, unajua kwa jinsi gani unaomba, unajua kwa jinsi gani unajitahidi katika mambo ya kiroho, unajua kwa jinsi gani umejikinga, umejaribu kufanya mambo ili mwili wako uwe salama, unajua vile umepambana katika masuala ya uchumi ili uchumi wako uboreke, unajua. Lakini kwa nini hujatokea? Mambo manne ya kuzingatia.